Kama tunavyojua, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya ujenzi hapa nchini kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya majengo katika sekta zote za uchumi pamoja na huduma za jamii. Aidha, serikali imejenga barabara za kisasa katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini kote Unguja na Pemba. Hatua hii inadhihirisha jinsi sekta hii ilivyo muhimu katika utekelezaji wa mipango ya serikali na pia jinsi sekta hii inavyozidi kukua hapa Zanzibar. Napenda kuwapongeza kwa hatua hii muhimu ya kufikia uamuzi wa kuanzisha jumuiya inayolenga kuwaunganisha wadau wote wanaoshiriki katika shughuli za ujenzi kwa njia moja ama nyingine. Ni dhahiri kuwa taasisi hii itakuwa ndio chombo rasmi cha wadau wetu kuwasilisha ushauri, mapendekezo na changamoto zenu kwa serikali kwa sauti moja. Ndugu wadau wa sekta ya ujenzi, kwa hakika sekta ya ujenzi Zanzibar inaandika historia mpya ya kuleta ushirikiano na serikali katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Tukio hili la uzinduzi wa jumuiya kunaleta fursa ya kuunganisha mawazo na mijadala baina ya sekta binafsi na serikali katika kupeana ushauri wa kitaalamu na kutatua changamoto zenu kwa maslahi ya nchi yetu. Napenda nikupongezeni sana kwa hatua hii muhimu kwa maendeleo ya sekta ya ujenzi hapa nchini. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau wote wa sekta ya ujenzi ili sekta hii izidi kuongeza mchango wake katika kuchochea maendeleo ya nchi yetu. Nimezisikia changamoto zenu zilizoelezwa kwenye risala. Napenda kuahidi kwamba serikali itazifanyia kazi changamoto zote zilizoelezwa na zitakazojitokeza baada hapa katika kuzitatua ili kukidhi malengo ya uanzishwaji wa jumuiya hii. Kulikuwa kuna changamoto ya ukosefu wa mitaji. Napenda kuwaelekeza uongozi wa Wizara ya Ujenzi pamoja na bodi ya wakandarasi kuwaunganisha watendaji wa jumuiya pamoja na taasisi za kifedha kwa ajili ya kupata mikopo, lakini vile vile kama ilivyoshauriwa hapa, ni muhimu tuangalie namna ya kuweza kuunda mifuko mbalimbali ya kuwasaidia wadau wa sekta hii. Mategemeo yangu ni kwamba kwa sasa tutakuwa tuna fursa nzuri za kuweza kupata miradi tofauti tofauti na vile vile kuweza kuingia kwenye soko la wakandarasi moja kwa moja kupitia chama chetu hichi ambacho leo kimezinduliwa na Mheshimiwa Rais. Hichi chama kwa muda mrefu ilikuwa tunakipigania kwa kipindi kirefu. Tulianza mara ya kwanza, tukaja mara ya pili, lakini bado hakikusimama. Kwa hiyo ndio tulipoiomba bodi kutushika mkono, na bahati nzuri mrajisi wetu na mwenyekiti wetu wa bodi alikwenda kwa Mheshimiwa Rais kumueleza hichi kitu, na Mheshimiwa Rais akakipa baraka zote ya kuwa tuanzishe. Lakini leo ndio kimefikia tamati na tutategemea mazuri zaidi kwa sasa. Na ndio kama ulivyosikia Mheshimiwa Rais tulimuomba kuhusu atupatie eneo la kujenga ofisi ya kisasa. Na tunashukuru bahati nzuri Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo, na sisi tutakuwa jengo letu litakuwa kwenye VIP. VIP nikizungumza maana VIP sio kwamba ni sehemu ambapo pana majengo ya kiserikali zaidi. Kwa mfano mtu akikwambia mtapata kiwanja Baraza la Wawakilishi, si kitu rahisi kwa sasa. Mimi katika akili yangu Mheshimiwa Rais aliposema ya ombi letu ameridhia, nilifikiria tutakwenda Fumba au tutakwenda Kisakasaka. Lakini bahati nzuri ametupa eneo ambayo yale matarajio yetu ambayo tulikuwa tunategemea sote, kwanza tulifurahi, na kwa sasa tunaanza sura mpya kama contractors, kama watu ambao tunatoa hizi facilities za services. Basi sisi kwetu sisi ni furaha, na tutegemea kwamba maboresho ambayo tutayafanya
na hata mabenki vile vile. Sasa tutakuwa na uwezo sasa wa kusema kwamba au bodi yetu ya kutudhamini kwamba huyu mkopesheni, kwa sababu itakuwa tuna chama chetu, au chama chetu vile vile itakuwa kuna fund kwamba mradi umekuwa mkubwa, huwezi unakwenda kwenye chama chako kina kufund au kupata hizi security mbalimbali. Kwanza tunawapongeza kuwa na chama, kwa sababu sisi kama wa sekta binafsi tunalo jukumu la kufanya kwa kushirikiana na sekta ya umma, yani serikali. Serikali inaweka mipango yao, lakini baadhi ya mipango inahitaji ushauri kutoka kwa sekta ya umma, maana sisi ndio watekelezaji, ili tuweze kuwapa uzoefu wa utekelezaji, kufumbua mambo ambayo ni yanakwamisha maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo sisi kama wadau wa sekta ya ujenzi tunaamini kwamba kazi za ujenzi wa nchi yetu zinapaswa zifanywe na wananchi wenyewe, sisi wananchi wenyewe. Kwa hiyo sekta ya umma ina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba inakuza uwezo wa wazawa. Hatusemi kwamba wasije wageni, lakini wageni wasiwe ndio wanaotujengea nchi. Kwa hiyo tunahitaji sisi wenyewe tuweze kukuza uwezo, tuweze kufanya hizi kazi sisi wenyewe, ili fedha inayotolewa na serikali iweze kuzunguka katika uchumi wetu, badala ya kuwa wanachukua wageni inakwenda kwao. Na leo hii tulikuwa na hafla fupi lakini hafla muhimu sana, ambayo kwa mara ya kwanza Zanzibar imekuwa na taasisi ya mwanzo ambayo ni taasisi sio ya serikali, ambayo ina lengo la kuweza kuwaunganisha wadau wote wa ujenzi, na taasisi hii ni kwa Kiswahili inaitwa taasisi ya wadau wa ujenzi Zanzibar. Na lengo kubwa acha kuwaunganisha, lakini malengo mahsusi ni kwamba kuweza kutengeneza mazingira ya taasisi za ujenzi ya kuweza kuongea na serikali ili kupeleka mawazo yao, changamoto zao, lakini pia na serikali iweze kuwa na mshirika ambaye anatambulikana kisheria, kwa uweza serikali kupeleka pia maelekezo, lakini pia kutaka michango na mawazo katika kuendeleza nchi yetu. Kwa hiyo ni lengo kubwa la hapa, na tunaomba wadau wote wa ujenzi, wakiwemo watu wanao supply vifaa, vikundi vyetu vya zege, vya nondo, na kila mtu ambaye anajua kwa njia moja au nyingine anashiriki kwenye ujenzi, basi waweze kujisajili kwenye taasisi hii ili kuweza kuongeza fursa zao wao wenyewe kwanza katika kujiendeleza kielimu, lakini pia kujiendeleza kwa kipato, kwa kutokana kwamba itakuwa ni njia nzuri au daraja rahisi ya kuweza kufanya kazi especially hapa Zanzibar. Wito wangu ni kuweza kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo zinaweza kuwajengea uwezo wa wakandarasi wazawa. Kwani serikali inaweza kweli ikatenga shughuli za ujenzi kwa ajili ya wakandarasi wazawa, lakini wakandarasi wazawa wakawa hawana ujuzi, hawana knowledge ya kuweza kuzifanya hizo kozi. Na ndio maana ile mwezi wa 8 hawa wakandarasi ambao tuliwapa mafunzo ya siku 5, na tuliwajaribu kuwafundisha jinsi ya utengenezaji wa barabara pamoja na ukarabati wa barabara za lami. Kwa sababu sera ya serikali ya Zanzibar, Mheshimiwa Rais amesema baada ya miaka 5 Zanzibar yote iwe lami. Sasa wanatengeneza lami wakandarasi wa nje. Sasa wakandarasi wazao wanatakiwa nawe waweze kujua jinsi ya kuweza kuzikarabati, kwa sababu wale wakishatengeneza wanaondoka. Watu wakuja kuzirekebisha hizo barabara ni wakandarasi wazawa. Kwa hiyo mimi nawashauri hii sekta ambayo imezinduliwa kwamba iweze kuwajengea uwezo wakandarasi ambao wanachama wao, ili waweze kufanya kazi zao kwa uweledi ambao unaotakiwa na serikali.